kuwaleta watu kwa Yesu ni kuwatoa kwenye maovu. Kusema maovu ya watu ndio kuwatoa kwa shetani na kuwaleta kwa Yesu, kwa sababu hawezi mtu kuacha ubaya mpaka aambiwe huu ni ubaya. Ndio. Kwa hiyo kumwambia, Yesu mwenyewe aliwaleta watu kwake, hakuomba tu wala hakusema njoni kwangu. Ndio. Aliwaambia kwamba ni mabaya 1, 2, 3. No. Aliwaambia mabaya fulani ambayo ndio yanawafanya watu wafarakane na Mungu, wasiwe kwa Mungu. Kuwaombea adui zetu ni vizuri ufahamu kwamba kuwaombea mema adui zetu kumejigawanya kwenye namna mbili. Mema ya Mungu sio mema anayoyataka mtu. Ndio. Mema ya Mungu ni kumfanya mtu huyo awe na adabu, atembee katika wema unaotakiwa atembee. Kumwombea mtu mema sio kumwombea yale tu anayoyataka yatakayomwezesha aendelee kufanya mabaya. Yesu alisema, pengine imeandikwa, tuwaombea adui zetu. Paulo alimwombea yule ba Yesu awe kipofu kwa muda. Hilo ni nini? Ni maombi. Kuogopa ni kutokwenda au kufanya ulilotakiwa kufanya. Ndio. Huo ndio woga. Woga ni kitendo cha kutokufanya ulilotakiwa kufanya, aidha kwa sababu ya kuogopa hatari itakayokukuta. Lakini shujaa au mtu akiwa kwenye vita, makomando wale wa vita, kuna mara hujificha. Ndio. Kuna mara hukimbia. No. Kwani akijificha, mwoga umejificha, mwoga? Hapana. No. Kujificha kwanza ni kutambua kwamba kitu hiki kikinipata kinaweza kikaniua, kaniletea ulemavu au madhara. Ndio. Yaani kutambua hatari, utambua hatari sio woga. No. Shughuli inakuja wapi? Tuna taarifa kidogo zinazoonyesha huyu ni Mungu hata kama anauawa. Ndio. Hivi ndio binadamu. Hii ndo heshima, hata kama itatoa machozi. Lakini binadamu kabisa ni huyu. Binadamu kabisa ni hivi. Binadamu kabisa ni yule anayeweza kusimama na wanaolia hata apoteze, kwa sababu Yesu aliacha kila kitu akaja kuvaa utu kama wetu, kwa sababu alikuwa anataka tuonyeshe step by step ni kwa namna gani mtu unaweza ukaja kuwa na heshima, ukapata jina lipitalo majina yote. Yesu alionyesha ndo step ile ya kuwa na jina lipitalo majina yote. Maneno ulio nayo, unajua watu wameharibika kulingana maneno waliosikia. Mimi nitaongea maneno haya mpaka watu hao watabadilisha mitazamo yao, watatoka kwenye ukatili wao, watatoka kwenye kutenda kwao mabaya. Hongereni sana sana sana, hususani ambao mekuwa katika kutaka kuvaa uwezo wa ziada na neema ya ziada iliyomo katika kufunga. Ndio. Kujidhiri. Hongereni sana wote ambao fikiria kwamba tuonemo hata sasa mna nini. No. Tuonemo ile nguvu ambayo tumewahi kuiona au tumesikia kwamba watu wamewahi kuiona. Ndio. Walipofunga. Tuonemo mpaka leo, mpaka sasa inaweza ikatusaidiaje? No. Ni kweli kwamba katika kuomba, katika kufunga kuna ufahamu wa ziada. Ndio. Kuna nguvu za ziada, ama kuna uwezo wa ziada wa kung'amua au kuelewa hasa ulilotakiwa kulifanya. Lakini pia kuna nguvu ya ziada ya kukufanya ujikute ulilotakiwa kulifanya. Pengine ulikuwa unaogopa, uoni pa kuanzia, lakini unaweza ukajikuta tu umejaribu kidogo, lakini umejikuta una ujasiri
ama una mtiririko wa kuendelea. Unajua tu baadaye unaendelea tu, kuna mambo unayojua nisingeweza kusema, ule woga umekutoka. Naam. Najua kabisa nisingeweza kusema haya, unajikuta umesema, afu baadaye unasema potelea pote, kama litanikuta lolote potelea pote. Kimsingi maombi yana kitu cha ziada cha kukusaidia kufanya jambo jema, Yeah. kukusaidia kufanya jambo jema kwa namna ambayo hukuwa tayari nayo ama hukuwa na uwezo nayo. Naam. Pamoja na hayo, niweke vizuri ama niongezee katika yale ambayo umesikia hapa. Nianze na jambo la shukrani, kwamba kuna mtu alikukabili kwamba wewe si hubiri tu injili watu waokoke, walete watu kwa Yesu. Au watu unawajibu tu kwamba kuwaleta watu kwa Yesu ni kuwatoa kwenye maovu. Amen. Kusema maovu ya watu ndio kuwatoa kwa shetani na kuwaleta kwa Yesu, kwa sababu hawezi mtu kuacha ubaya mpaka aambiwe huu ni ubaya. Ndio. Kwa hiyo kumwambia, Yesu mwenyewe aliwaleta watu kwake, hakuomba tu wala hakusema njoni kwangu. Ndio. Aliwaambia kwamba ni mabaya 1, 2, 3. Naam. Aliwaambia mabaya fulani ambayo ndio yanawafanya watu wafarakane na Mungu, wasiwe kwa Mungu. Kwa hiyo watu wote wanasema hubiri injili, walete watu kwa Yesu. Uwe na namna fulani ya misimamo kwamba hivi ndo kuwaleta kwa Yesu, yani hivi. Amen. Kwingine kote sio kwa Yesu. Kwa Yesu ndo huku. Kwa Yesu ni kumwambia mtu kwamba hilo jambo ni baya, hilo jambo acha, hilo jambo halitakiwi. Huko ni kwa shetani. Ndio. Kwa Yesu huko ambako ufanye hili, ufanye tofauti na hivyo. Kwa hiyo wale wanasema hubiri injili, hubiri neno la Mungu tu, walete watu kwa Yesu. Muwe ni watu ambao mna msimamo tu kabisa. Muwe na msimamo, mnajaribu kuwakabili na mnajaribu kuwajibu kwa namna mwezavyo, kwamba kwa Yesu ni huku, kwa Yesu ni hivi, kuwaokoa watu, kuwapeleka watu mbinguni ni hivi, kuambia mabaya yao. Ndio. Lakini niweke vizuri, niwape ujasiri. Kuna neno lile ambalo watu wanasema imeandikwa tuwaombee adui zetu. Kuwaombea adui zetu ni vizuri ufahamu kwamba kuwaombea mema adui zetu kumejigawanya kwenye namna mbili. Mema ya Mungu sio mema anayoyataka mtu. Ndio. Mema ya Mungu ni kumfanya mtu huyu awe na adabu, atembee katika wema unaotakiwa atembee. Kumwombea mtu mema sio kumwombea yale tu anayoyataka yatakayomwezesha aendelee kufanya mabaya. Yesu alisema, pengine imeandikwa tuwaombea adui zetu. Paulo alimwombea yule ba Yesu awe kipofu kwa muda. Hilo ni nini? Maombi na nyovu. Alimwombea awe kipofu. Petro alimwombea Anania kwamba na mkewe kwamba unaenda kuzikwa. Ni maombi yote yale, ni maombi yale yanaombwa. Ndio. Jema, kuwaombea watu jema ni kuwaombea litakalomfanya awe na adabu. Ndio. Litakalomfanya ashika adabu yeye au watu wengine. Amen. Kwa kuona kitakachokuwa kimemfikia mtu. Kwa hiyo imeandikwa waombeeni adui zenu mema. Sema tunawaombea kwamba Mungu wataandike, watoboe matumbo hayo, watoe kwenye vyeo hivyo, ili watu wengine wajue kabisa kwamba hakutakiwi cheo, kukaa kwenye cheo wakati umeua watu. Kwa hiyo jema sio lile ambalo
wengine wanasema tu Mungu wabariki, wataajirishe. Jema ni ile inalofanya muhusika uwe na ushika adabu. Amen. Na watu wengine ambao wataona lililokupata washike adabu. Amen. Otherwise, basi akina Paulo hawajui kuombea adui zao mema. Hawajui kuombea adui zao mema, kwa sababu kwani wanasema wapigwe na upofu wakati ni adui. Kwa hiyo mtakapokabiliwa na waombeeni adui wenu mema, ni vizuri sana unajua kabisa niko kwenye maombi kabisa, maombi ya kumfanya huyu apate jambo la kumfanya awe mwema. Dio. Au watu wengine waje wawe wema kwa kuona kitakachomtokea mtu huyu. Ndio. Jambo lingine neno kafafanua Ebet, lakini naweka imara kwamba kuogopa ni kutokwenda au kufanya ulilotakiwa kufanya. Ndio. Huo ndio woga. Woga ni kitendo cha kuto kufanya ulilotakiwa kufanya, aidha kwa sababu ya kuogopa hatari itakayokukuta. Lakini shujaa au mtu akiwa kwenye vita, makomando wale wa vita, kuna mara hujificha. Dio. Kuna mara hukimbia. Kwani akijificha mwoga, umejificha mwoga? Hapana. Kujificha kwanza ni kutambua kwamba kitu hiki kikinipata kinaweza kikaniua, kikaniletea ulemavu au madhara. Ndio. Yani kutambua hatari, kutambua hatari sio woga. Yani kutambua jambo hili ni hatari. Ndio. Jambo hili inaweza kuleta madhara, ikaleta maumivu, sio woga. Woga ni kuyaona madhara, kuiona hatari na kuacha kufanya lile ambalo litakiwa. Kwa Biblia inasema, inaposema waoga hawataurithi, sio waoga waliotetemeka. Yani shujaa, ujasiri si tafsiri ya kutotetemeka. Ndio. Yani ujasiri, ushujaa si tafsiri ya kwamba lile jambo halijakutisha. Ujasiri, ushujaa ni kile kitendo cha kwamba umeogopa mpaka pa mwisho. Umetetemeka mpaka pa mwisho, ama umekimbia kwa sababu ya kuiogopa hatari, lakini baadaye unageuka sema no, pamoja na hata nikikimbia mimi hakuna mtaweza kuokoa hapa, lazima nigeuke mwenyewe nifanye. Kwa hiyo kuogopa ni kitendo cha kutokufanya kwa sababu ya hatari na hasara ambayo ungepata. Kitendo cha kutokufanya. Lakini hakuna adui, hakuna jasiri yoyote ambaye hakuogopa. Yesu mwenyewe alipoona kifo akasema, Bwana, niepushie kikombe hiki. Ndio. Kusema niepushie kikombe hiki haikuwa na maana anakiona kitamu, kilimtisha, kilimwogofya. Alikuwa anapiga hesabu atakavyovuliwa nguo, atakavyodungwa mijeledi, miiba, atakavyodungwa mikuki, atakavyodungwa misumari, atakavyokurutwa. Yeye mwenyewe alifika mara anasema, we Baba, hiki kikombe kiniepuke, naomba kiniepuke. Lakini woga ni kile kitendo cha kwamba angesema kiniepuke, pale anawaacha akina Petro kwenye misitu. Yeye anawahi Namibia, anawahi Nigeria, kwamba Baba, nasema kikombe kiniepuke, ushituki, kiniepuke, ushituki. Nimeomba mara ya kwanza, jasho limetoka, nimeenda kuamsha wale jamaa, amkeni mwambie Baba kikombe kiniepushe. Hawaamki, hawashtuki. Mara ya pili, mara ya tatu, Nigeria, sitaki mimi kukabiliana na haya mambo. Woga ni kuto kufanya, lakini si swala la kutishika. Si swala la kutetemeka, si swala la kuhofia. Ndio. Si swala mpaka la kufikiria kwamba ngoja basi nikimbie. No, umekimbia lakini unafanya nini? Umekimbia lakini unafanya nini? Kimbia, kwa mfano
Kuna mtu anasema Mbarikiwa akakimbia. Aliyekimbia ni aliyetulia. Aliyetulia. Leo hii mimi kuna ninayosema ambayo ni njia. Ni njia ya watu kupita kwamba ngoja tufanye hiki, ngoja tupita hapa. Kwa sababu the end of the day, popote nilipokuwepo mimi nilikuwa natumia maneno kudirect watu. Tunaweza tukapita wapi? Uliponiita Jasiri, hukuniona barabarani napigana na mtu. Kila ambacho nimekifanya wakati wote nimekuwa nikikifanya. Hakuna mtu anaweza akakimbia kirahisi kama hivyo. Umekimbia wangapi? Nani unamuona anasimama mbele ya kamera? Nani unamuona anaongea live kwenye mitandao? Nani anaweza akawa anahubiri hivi, mnaona kabisa baba yule pale anahubiri na wanaochunguza wapo pale hivi, yuko wapi hapo? Yuko wapi? Nani? Watu wote waliokimbia wako kimya. Huwezi kumuona mtandaoni anaongea mwenyewe hivi. Atatuma tukakripu anatumia hapa wakati yeye ameshahama, yuko Nigeria, anakatumia Zambia, anahama anaenda Nigeria. Akifika Nigeria anakatuma kakripu kengine anaenda Tunisia, toka Tunisia anatuma kripu kengine Marekani. Kwa hiyo kukimbia ama woga ni kitendo cha kuto kufanya. Kitendo cha kuto kufanya kabisa, kwa sababu ya hatari inayokabili. Na jambo la mwisho ni hili la Mungu kuwa pamoja nawe au kuomba uwezo wa Mungu. Mungu alichosema atakuwa pamoja nanyi, Mungu kuwa pamoja na wewe au uwezo wa Mungu kuwa pamoja na wewe ni mbinu mbalimbali za kukabili hali hiyo au mazingira hayo. Mungu kuwa pamoja na wewe ni mbinu mbalimbali. Uwezo wa Mungu kuwa pamoja ni taarifa sahihi kuhusiana na jambo unalokabiliana nalo. Kwamba jambo hili nishindwe, lakini usahihi wake ni huu. Huo ndo ujasiri, huyo ndo vinavyotisha watu, kwamba huyu mtu kwa mateso yote haya, kwa hatari yote hii, lakini mbona anasonga mbele? Mbona bado anafanya? Mungu kuwa pamoja na wewe ni taarifa sahihi. Uwezo wa Mungu, subirini uwezo, subirini namna ambayo itafanya muwe na uhakika kwamba mimi Yesu ni mwana wa Mungu, ni mtu mwema. Kwa sababu katika zile siku ambazo walikuwa wanasubiri ule uwezo, licha ya kuwepo uwezo wa ziada unaopita kuongea kwao, lakini naomba ufahamu kwamba pale pia walikutanika wakiwa nakumbushana na kuambiana na kutiana imani ya huyu jamaa tuliyekuwa naye alikuwa wa aina gani. Huyu jamaa tuliyekuwa naye alikuwa sahihi kiasi gani. Najua kuna mambo mengine ambayo mi naweza nikahubiri usielewe, lakini akainuka wile akatoa ushuhuda jinsi alivyoelewa, wewe ukaelewa hapo. Kweli kabisa. Ukaelewa hapo baada ya mtu mwingine. Hawa wanafunzi upande wa pili, ile nguvu ambayo walitakiwa kuwa nayo ni uthabiti wa waliosikia na kuyaona kwa Yesu, kwa sababu pale Yesu ameondoka, wao wenyewe sasa walianza kutoa mrejesho. Ulielewaje? Ulimwonaje? Kwenye eneo fulani Petro, Yakobo, sisi hatukuweko, mlikokwenda kule mlimani muliona nini? Hapana, tuliona Elia, tuliona Musa. Lile jambo lilikuwa la kweli. Walikuja Elia na Musa, waliongea naye, alibadilika yule jamaa. Yule jamaa hakuna ambalo alilishuhudia lilikuwa la uongo, lilikuwa la kweli. Mtu huyu hakuwa na hila yoyote, hakuna kitu alikuwa anakifanya kwa namna ambayo pengine anadanganya. Hapana, ili hata kama mkumwelewa wakati ule tulioenda naye tuliliona lilikuwa hivyo. Zile taarifa ambazo ziliwapa uhakika wa kwamba hatupotea, huyu alikuwa mwana wa Mungu kweli, huyu alikuwa mwenye haki kweli, huyu alikuwa mwema kweli. Njia aliyoipita ilikuwa ndo ya pekee mwanadamu anatakiwa kupata. Zile taarifa zilivyojengeka zaidi kichwani ni moja ya ujasiri uliowatoa na
kuwa tayari kusema chochote, ama na ile nguvu sasa iliyowavaa wakasema na lugha nyingine. Kumbuke, hakuna muujiza au wa Mungu utakufanya upite kila sehemu. Ndio. Hakuna tendo la Mungu aliwahi kukuponya wapi, aliwahi kufanya muujiza gani kwenye mwili wako au kwenye maisha yako linakufanya wakati wote utembee mwamini Mungu. Mara nyingi kinachoweza kufanya utembee na Mungu, mwamini Mungu, ni uthabiti na uhakika wa taarifa mbalimbali zinazofanya ujue yuko, ana nguvu, anaweza. Amewahi kuweza pale, aliwahi kuweza kwa yule, amewahi kuisha yule, aliwahi kujidhihirisha pale, aliwahi kujifunua pale. Hata hapa kama hajaonekana, lakini anaweza. Hata hapa kama hatafanya chochote, anaweza. Mara nyingi cha kuendelea mbele si muujiza gani mmoja unaye kutoka. Kwa hiyo akina Petro kilichowafanya toke pale nje kwenda kuongea na wale watu, usije ukadhani ni kwa sababu tu wanaongea lugha ambazo si makabila ya wale watu. Ukumbuke walijificha ndani kwa sababu ya woga wa kuuawa. Ndio. Lakini baada ya kuthibitishwa kwa namna mbalimbali kwamba Yesu ni kila kitu, Yesu ni Mungu, Yesu ni nguvu, hii kitu ni uhakika, hii ni kweli, hicho yani, na namna zingine zile ikiwemo na kuvalishwa nguvu isiyo ya kawaida, ndo kilichowatoa nje. Nataka nikwambie wewe mwenyewe, una maana unakuwa na nguvu sio za kawaida. Una maana unakuwa na nguvu sio za kawaida. Eti Baba John, ukienda kuuza asali, kuna maana unakuwa na nguvu za kawaida. Kuna mahali unaongea mpaka mteja anasema wewe huyu mwana wa Mungu, mtumishi wa Mungu, si ndio? Wewe Mungu yu pamoja na wewe, yaani wewe ni mtu wa Mungu kweli kweli. Ile nguvu inakuja, ukitoka pale huwezi kushika chuma cha moto, huwezi kushika chuma cha moto. Kinachofanya tusishike chuma cha moto, anasema anaanza leo kushika, sio hatufunikwi na uwezo fulani wa kimaajabu ambao unawafanya watu wengi washangae. Tuna maeneo mengi tunayofunikwa na uwezo wa ajabu ambao watu wanashangaa, tumewezaje, tumekuwaje hivi? Lakini shughuli inakuja wapi? Tuna taarifa kidogo zinazoonyesha huyu ni Mungu hata kama anauawa. Ndio. Hivi ndio binadamu. Hii ndo heshima, hata kama ikatoa machozi, lakini binadamu kabisa ni huyu, binadamu kabisa ni hivi. Binadamu kabisa ni yule anayeweza kusimama na wanaolia hata apoteze, kwa sababu Yesu aliacha kila kitu akaja kuvaa utu kama wa kwetu, kwa sababu alikuwa anataka tuonyeshe step by step ni kwa namna gani mtu unaweza ukaja kuwa na heshima ukapata jina lipitalo majina yote. Yesu alionyesha ndo step ile, akuwa na jina lipitalo majina yote, kuacha vyote. Sasa kinachofanya tusiache vyote, tusishike chuma cha moto, tuna taarifa chache, yani taarifa tulizo nazo zikikutana na watu waliopata kibano, kinaonekana kibano kinatisha, kinaonekana kibano ni kikubwa kuliko heshima ya jina. Utaangalia kwamba Sifa kauawa, hayupo. Haya, sasa Sifa kwa mfano hapa ana heshima gani? Sio angeendelea tu kuishi, angekuwa namsaidia mama kuuza duka. Ana heshima gani sasa hivi? Sasa mimi ngoja tu nipitage pembeni kwa nyuma huku, walau tukiwepo, hata kama hatufanyi chochote, ni muhimu kuliko ukifa ukasema sijui umekufa kishujaa. Ushujaa uko wapi hapa? Ni una taarifa dhaifu kwamba pengine hata maisha unayoishi nayo wewe ni mzigo kuliko hata waliokufa, na dakika yoyote wewe utakuja kufia sehemu ambayo ama sio tu kufa, utakuja kupata kaulemavu fulani hivi, utaanza afadhali hata waliokufa, afadhali hata waliokufa kuliko taabu hii, kuliko aibu hii, kuliko madhila haya. Utarudi tu kwamba heri wafu waliokufa katika Bwana, kwa sababu mimi kwa ugonjwa huu na kwa ulemavu na kwa Bwana siendelei. Tunakukuta huko Sumbawanga, huko kwa mganga fulani kwamba alikwambia sijui anaweza akakuchanja mguu na mfupa ukaunga.
Anasema hata Bwana siwezi kufa hapa. Heri tu waliokufa katika Bwana tangu sasa wapate kupumzika mara baada ya taabu zao. Kwa hiyo naomba mwelewe, Mungu aliposema takuwa pamoja na wewe, ni Mungu ni mbalimbali, ni usahihi mbalimbali, ni taarifa mbalimbali, ni taarifa mbalimbali za ukifika eneo kama hili unaweza ukajibu nini? Ukifika eneo kama hili unaweza ukakabiliana nalo vipi? Agano la Kale ilikuwa vita ni vita mura, unakwenda kabisa kupambana, yani ni kisu kwa kisu, upanga kwa upanga, bunduki kwa bunduki. Lakini Agano Jipya vita vyetu kwa sababu upanga wa Roho ni maneno. Maneno ulio nayo. Unajua watu wameharibika kulingana maneno waliosikia. Mimi nitaongea maneno haya mpaka watu hao watabadilisha mitazamo yao, watatoka kwenye ukatili wao, watatoka kwenye kutenda kwao mabaya. Kwa sasa wengi huwa mnajaribu kusema na kurudi nyuma, kwa sababu Mungu yupo kidogo pamoja nawe au hayupo kabisa pamoja na wewe. Mungu kuwa pamoja na wewe ni mbinu mbalimbali za kuendelea mbele, za kuendelea kutimiza wajibu wako kwa usahihi, hata kwenye mazingira yanayoonekana hautatokeza chochote, hautaongeza chochote zaidi, utaongeza tu hatari pengine na kuharibikiwa. Kwa mfano akina sisi, unaona, usidhani utakutana klipu inasema makandoji makatei, ukadhani ni klipu ambayo unajua kabisa utakapoiongea italeta maana kuwakabili watu na kwa lugha, rafiki yangu, unashika moja ya chuma cha moto ambacho hawezi wakakuelewa. Hawezi wakakuelewa. Kwa hiyo hatukabiri. Kwa mfano leo nilikuwa sema maombi ya kuombea nchi ni utaira, alafu umeweka maombi fulani ya watu waombea nchi kweli kweli, umeweka pembeni hapo. Ni vitu ambavyo ni tukanwa sana kwa kukabiri watu, kwamba inatakiwa uwakabiri, waambie watu mabaya. Leo nikaenda mbali zaidi, nilienda mbali zaidi na kusema Mungu hasikii maombi yoyote ya kumwombea mwenye dhambi ili aokoka au aache ubaya wake, wala hasikii maombi yoyote wewe ukiomba ukiwa mwenye dhambi. Nimesema hivi, Sembusa amesema katika Mathayo, Yohana 9:1 kwamba Mungu hasikii maombi ya mwenye dhambi. Mungu wewe ukiwa na dhambi, wewe ukiomba akusikii. Si zaidi unapomwombea mwenye dhambi? Ni zaidi. Narudia tena, wewe ukiomba ukiwa mwenye dhambi, Yohana 9:31, wewe ukiwa na dhambi, Mungu akusikii. Itakuwaje wewe ukimwombea mwenye dhambi, atakusikiaje? Hawezi kusikia. Kwa hiyo hapo nasema kwamba hakuna dhambi, hakuna mbaya ataacha ubaya kwa kumwombea, mbaya anaacha ubaya kwa kumwambia. Wote mnaoombea watu, si mnasema si waache dhambi, unajichosha tu, taira wewe. Sasa usidhani ni maneno fulani anaweza kupokelewa kirahisi. Mimi nina taarifa hii, Mungu yuko pamoja nami kwa maisha nitakayoishi. Nitaongea habari za uhalisia mwanadamu aliyotakiwa kufuata, hata kama nimetukanwa mara kadhaa, hata kama nimebaki peke yangu, hata kama naonekana ndo naenda kupotea, kanisa halitakuwepo, lakini nitaongea lililopaswa. Ndo Mungu yuko pamoja na nyie, yuko pamoja na wewe. Mwisho wa siku, nenda kwenye comment, mahubiri hayo maneno hayo niliyoyasema sana wakati uliopita. Leo hii kuna watu wanaosema, mchungaji, wewe Mungu yuko pamoja na wewe. Mchungaji, wewe ni msema kweli. Mchungaji, wewe ni mtu wa Mungu. Lakini ni kwa sababu gani maneno hayo ambayo walisema Mason, wewe ni mpinga Kristo? Ni maneno hayo niliyokaza mpaka wamejua wewe Mungu yu pamoja na wewe. Kwa Mungu kwa pamoja na wewe ni taarifa sahihi za unachokifanya na namna unavyoweza kufanya ukikutana na mazingira ya aina yoyote.